tunaiomba wizara kuendelea kubuni njia mbalimbali za uendelezaji wa mazao ya utalii nchini kwa kuzingatia mgawanyo wa aina ya mazao na mtawanyiko wa kijiografia hapa nchini. Jambo la pili, tutumie fursa za ukuaji wa sekta ya tehama katika kutangaza utalii na upatikanaji wa masoko ya utalii kwenye nchi yetu. Tushirikiane, wizara muendelee kushikana mamlaka mbalimbali za serikali na sekta binafsi katika kuboresha mazingira ya biashara za utalii nchini ili kuchochea na kuvutia wawekezaji wengi zaidi kwenye utalii huo. Aidha, kwa upande wa sekta binafsi, naomba pia mnikubalie nitoe rai kwenu kuendelea kuwekeza katika sekta ya utalii, kwa sababu sekta hii ipo. Mtaona watalii wameongezeka. Huko nyuma tulikuwa tunahangaika kuwatoa watalii kutoka 1,000,000 kuwapeleka tu 2,000,000. Imetuchukua safari ya muda mrefu sana. Lakini kwa kipindi kifupi cha serikali ya awamu ya 6, leo tunazungumza watalii zaidi ya 5,000,000. Serikali kwa upande wetu tutafanya kila tunaloweza kuondoa kila aina ya vikwazo vinavyowafanya watalii na wawekezaji walio kwenye sekta ya utalii waone ni rahisi kuwekeza kwenye nchi yetu badala ya kuwawekea mikingamo na uzito wa kufanya uwekezaji. Serikali ya awamu ya 6 inatekeleza programu mbalimbali za kimkakati za kutangaza utalii, zikiwemo The Tanzania Royal Tour na Amazing Tanzania. Filamu hizi zimeleta mafanikio makubwa nchini na hivyo kuongeza ongezeko la watalii kwenye nchi yetu. Kwa mfano, Tanzania imeweka rekodi kwa mara ya kwanza ya kuwa na watalii 5,360,247. Kati ya hao watalii 2,141,895 walikuwa mataifa ya nje na watalii 3,218,352 walikuwa ni watalii wa ndani. Na hiki ni kiashiria kingine kuwa sekta ya utalii imeanza kuwavutia watalii wa ndani na kwa hiyo kuwafanya Watanzania wengi zaidi kutembelea vivutio vyetu vya utalii. Hivyo nawahimiza wadau wote kuendelea kuwa wazalendo, tuendelee kuitangaza vema nchi yetu na kutoa huduma bora kwa wateja. Watanzania tuendelee kuielezea mazuri tulionayo ndani ya nchi yetu ili tuendelee kuwavutia watu wengine waje kwenye nchi yetu.